Hili jambo la utekaji sio Tanzania tu. Watu wametekwa Kenya, watu wametekwa Uganda, na hata kuna wakati nashuhudia Rwanda, hali ikiwa ni vile vile, unaona. So katika utekaji Kenya kwa sasa kuna wahusika wawili wametekwa nchini Uganda. Namzungumzia jamaa Bob Njagi, unaona. Bob Njagi, mmoja wa wahusika wakuu ambao wametekwa nchini Uganda, na Nicholas Oyo, na walikuwa wamekwenda Uganda kwa ajili ya kushiriki kampeni za uchaguzi wa mpinzani wa Museveni, Bobi Wine, na mpaka leo ni mwezi mmoja tayari hawajapatikana, tangu Oktoba mosi mpaka leo. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu zimetoa nchini Uganda kujaribu kuisukuma serikali ya Uganda, pia vile vile kutumia wizara ya nje, kwa maana Jamhuri ya Kenya, ofisi ya Bwana Musalia Mudavadi na kadhalika, kwa ajili ya kupatikana kwa wahusika wakuu. Lakini polisi ya Uganda inasema hawana habari kuhusu, kwa hiyo inakuwa ni changamoto. So hii mambo ya kuteka watu hii sio Tanzania peke yake, mambo ya kuteka watu naona ni kote kote, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, imekuwa ni sehemu ya maisha. Haya mataifa yanashirikiana katika kutekeleza utekaji, unaona. Manake kuna wakati Kizza Besigye, I think it was around July, Kizza Besigye alitekwa Nairobi, unaona, pale Riverside, na akarudishwa Uganda. So unashindwa kuelewa ni vipi mtu wa kaliba ile anatekwa katika taifa hili kisha nasukumwa nje, ama kurudishwa kwao. Lengo kuu haswa ni kushirikiana serikali ya Uganda kumdhulumu. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo ambalo limezua maswali mengi katika vyombo vya habari, na hata mataifa mengi duniani yanashangaa kulikoni. Na baadaye waziri wa mambo ya nje, ama Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, alikiri kwamba serikali ilihusika, unaona. Na mbali na serikali kuhusika, Besigye ameilaumu serikali ya Kenya kwa kushirikiana na watesi wake kumnyima hiyo haki, ama the noble opportunity ya kufanya mikutano ya kisiasa katika Jamhuri ya Kenya, ama katika, manake hakuwa anavunja sheria, haikuwa ni uvunjifu wa sheria. Kwa hiyo swala utekaji, unakumbuka pia vile vile kuna wakati Martha Karua na baadhi ya wahusika wengine walifukuzwa nchini Tanzania. Na mzungumzia jaji mkuu mstaafu Willy Mutunga, Martha Karua na baadhi ya wahusika wengine walifurushwa kutoka nchini Tanzania, walinyimwa kibali ya kuingia kwa ajili ya kwenda kusikiliza kesi inayomkabili Tundu Lissu, unaona. Tundu Lissu ikiwa ni kesi ya uhaini, lakini aliruhusiwa jaji mstaafu Maraga, unaona. Lakini kwa upande wengine wakauma nje. Boniface Mwangi, mwanaharakati yule, akapitia Chemtamakuni, vurugwa, kuteswa na polisi wa Tanzania, na mengi yalitokea. Kwa hiyo swala utekaji sio Tanzania tu, hata Kenya hapa kuna vijana wamekuwa kitekwa, wengine wakipotea, wengine wakipoteza maisha na kadhalika. Ni jambo ambalo labda pengine tufikirie upya, manake serikali hizi zinashirikiana katika kutekeleza uhuni ama maumivu dhidi ya wananchi wake. Kumbuka hii ni Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Katika hili nashindwa kuelewa. Hata kuna wakati ilikuwa ni mwaka jana, takriban Waganda wapatao 36, if I'm not wrong, 36 walikamatwa mjini Kisumu na kurudishwa nchini Uganda. Walikuwa na kongamano Kisumu kwa ajili ya kupanga mikakati yao ya kuingia kwenye kampeni, unaona. Lakini sasa majasusi wakawakamata na kuwasukuma nje. Hapa naona tuna unafiki kiasi cha haja. Nitazungumzia kuhusu unafiki kwa Kenya. Manake is only last month tumeshuhudia rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Rais Joseph Kabila akifanya mkutano na baadhi
viongozi wa upinzani ama waasi Nairobi, na ikiwa tu ni wiki chache tu baada ya kuhukumiwa kifo kwa makosa ya mauaji na uhaini nchini mwake. Alitawala Kongo for 17 years. Kwa hiyo amekuja kufanya Kenya kwa makao yake. Ametoroka kule wajipange upya kwenda kuvuruga nchi yao. Wanasema wanataka kwenda kukomboa nchi. Unakomboaje nchi na tayari kuna rais? Umetawala for 17 years. 17 years baada ya kuondoka mamlakani, unapanga tena na waasi wa M23 kuendeleza maumivu, mapigano katika upande wa mashariki wa Kongo kule Goma. That is just because of minerals at the end of the day. So haya ndio mambo ambayo kidogo yanatatiza usalama na utulivu ambao tunahitaji katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo jamaa amefanya mkutano hapa Nairobi, na Kenya inakosea kusema la kweli. Manake mbali na kuwa na hata kuna wakati hao M23 wamefanya mikutano yao hapa Nairobi, mbona hawakutekwa wakarudishwa Kongo na kusalimishwa katika mamlaka za utawala wa Kongo? Wao wanakamata watu hapa Kizza Besigye wanampeleka Uganda. Mbona wasimkamate Joseph Kabila wamrudishe Kongo? Manake anakabiliwa na kesi ya mauaji ama uhaini kule kwao. Why should you kushirikiana na wahalifu na kuwapa makao nchini Kenya kufanya mambo yao? Si unafiki? Kulikuwa na wale waasi nchini Uganda, nchini Sudan, unaona, wale rapid forces na kadhalika, wakapewa uhuru wa kujieleza na kufanya mikutano yao hapa Nairobi. Unakumbuka kilichotokea KICC? Mpaka uongozi wa kijeshi kule nchini Sudan ikatete, ikasema mnacheza na moto, mnachokitafuta muendelee kuchokonoa, lakini mtaona cha mtamakuni. The same thing tumeona Somalia pia wakija kufanya mambo yao. Kwa hiyo Kenya ni kama imekuwa ni breeding ground ya wahalifu kwa ushirikiano na utawala, kwa mtazamo wangu, tetesi hizo. Na ili hali wao wenyewe wanajifanya kwamba wale wapinzani wa mataifa mengine, serikali zilizopo mamlakani kama Tanzania na Uganda na kadhalika, wanawateka na kuwarudisha kwao. Unaona? Sio sawa. So tuna unafiki kiasi cha haja kwa mtazamo wangu. We are not genuine enough. Unaona? We are not genuine katika mitazamo ya maisha. Manake hakuna vile Kenya itakuwa katika mstari wa mbele kushirikiana na waasi kutoka DRC. Unaona? Na rais mstaafu ambaye tayari anakabiliwa na kesi. Mahakama ya kijeshi ilimpata na hatia. Wakati kesi inaamuliwa hakuwepo nchini, ametoweka kwa muda. Mtu ambaye ametawala for 17 years ameachia ngazi na bado tena anarudi kuichokonoa taifa lake. Kisha Kenya inamkumbatia. Hapana. Serikali lazima tuwe makini, tusifurahie maovu ambayo yanaendelea katika michafuko ambayo yanaendelea katika mataifa jirani, na kisha tunakumbatia watu ambao wanaendelea kuvuruga amani ambayo inatafutwa kwa muda mrefu. So ni kama wanashirikiana kufanikisha uhuni, jambo ambalo sio sawa, lazima ifanyiwe kazi. Unaona? Ndio maumivu ambayo tunachangia katika uvunjifu wa amani na kuvuruga utawala bora ama demokrasia katika mataifa mengi yanayotuzunguka. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu ni jukumu letu sote kama wana Afrika Mashariki kuwa katika mstari wa mbele, kuquestion matukio ama tabia, mienendo ya baadhi ya viongozi katika mataifa yetu haya, na hususan serikali zetu. Keep it BongaTube Media, ladies and gentlemen, pamoja na Habari 254. Atakuwa tunazama zaidi kufuatilia kuhusiana na kila alichokuja kufanya na ni nani ambaye amemweka hapa, kwa nini bwana Joseph Kabila, na ndio njia yake ya kipekee, njia rais anapitia Jomo Kenyatta International Airport kwenda katika mataifa nje kupanga uhuni wake dhidi ya taifa lake, kisha anakuja kupata comfort, anakuwa na comfort zone Nairobi plus security, man.
Kuna watu melaaniwa hata kama mko serikalini bwana. Hiyo sio sawa kabisa. Bonga Tube Media hapa, ladies and gentlemen, and habari 254.